إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد يكمحمد الله تبارك وتعالى نكمتكيا زيادة يا صلاة السلام متمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Hii ni darasa yetu ya kwanza katika darasa za funga hii tarehe 1 ya mwezi wa Ramadhan al-Mubarak. Katika hizi darasa za funga insha Allah Taala tutakuwa tunasoma risala au kitabu cha Siyamus Salihin, funga ya watu wema. Tutakuwa tunasoma hii risala na tutakuwa tunakumbushana kwa ufupi yaliyomo katika hii risala kwa ajili ya kukumbushana, kwa ajili ya kuelimishana na kwa ajili ya kuhamasishana kufanya matendo mema, matendo ya kheri katika huu mwezi wa Ramadhani al-Mubarak. Lakini kabla ya kuingia katika risala ya Siyamus Salihin, funga ya watu wema, nimeonelea tukumbushane juu ya jambo muhimu ambalo ni yaumul muslim fi Ramadhan, siku ya Muislamu katika mwezi wa Ramadhan. Vipi inatakiwa iwe siku ya Muislamu katika mwezi wa Ramadhan? Siku yake inaanza vipi na inamalizika vipi? Hili jambo tunazungumzia katika darasa yetu ya leo insha Allah Taala. يبدأ المسلم يومه بالسحور. Muislam anaanza siku yake kwa kula daku kabla salati al-fajr, kabla ya sala al-fajr. Wal afdal an yuakhir as-sahur ila aqsa waqti mumkin min al-layl. Na jambo bora ni kuchelewesha kula daku mpaka muda wa mwisho wa usiku. Hili ndo jambo ambalo ni bora, na hii ndo sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ndo sunna ya masahaba wake al-kiram. Walikuwa wanawahi kufuturu, wanachelewesha kula daku. ثم بعد ذلك يستعد المسلم لصلاة الفجر قبل الأذان. kisha baada ya hapo anajiandaa Muislam na sala ya alfajiri kabla ya adhana. Fayatawadda fi baitihi, anatawadha nyumbani kwake. Wayakhruju ila almasjidi qabla aladhan, na anatoka naenda msikitini kabla ya adhana. Kwa hiyo baada ya Muislam kupata chakula cha daku anajiandaa na swala alfajiri.
kabla ya adhana ya alfajiri, na anatawadha nyumbani kwake, anatoka anaenda msikitini kabla ya adhana, yani kabla ya adhana ya alfajiri. Fa idha dakhala almasjida salla rak'atayn tahiyat almasjid, akiingia msikitini anasali rak'a mbili ambazo ni tahiyat almasjid. Akiingia msikitini anasali rak'a mbili, na hizi rak'a mbili ambazo zinaitwa tahiyat almasjid, mtu akiingia msikitini ni katika sunna ambazo amehimiza mno bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Paka kuna baadhi ya wanachuoni wanasema ya kwamba tahiyatul masjidi ni jambo ambalo ni lazima, kwa sababu ni jambo ambalo ameamrisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo akienda msikitini, anaingia msikitini, anasali rak'a mbili kabla ya kukaa, thumma yajlisu, kisha anakaa, wayashtaghilu bid-du'a, na anajishughulisha na kumuomba Allah tabaraka wa taala, au biqira'ati al-Qur'an, au anajishughulisha na kusoma Qur'an, au bidhikr, au anajishughulisha na kumtaja Allah tabaraka wa taala, hatta yuadhina al-muadhdhin, mpaka atakapoadhini muadhini. Kwa hiyo akiswali tahiyat al-masjid, anakaa, anajishughulisha na dua au na kusoma Qur'ani, au anajishughulisha na kumtaja Allah tabaraka wa taala mpaka atakapoadhini muadhdhin. Akiadhini muadhdhin, anafatishia adhana, fayuraddidu ma'a al-muadhdhin, anafatishia adhana na muadhdhin. ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الأذان, na anasema yaliyokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumalizika adhana. Baada ya kumalizika adhana, analeta ile dua ambayo imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma ba'da dhalika yusalli rak'atayn, kisha baada ya hapo anasali rak'a mbili. Hizo rak'a mbili ratibat alfajiri, ni rak'a mbili kabla alfajiri. Thumma yashtaghilu bidhikri wad-du'a wa qira'ati al-Qur'an, kisha anajishughulisha na kumtaja Allah na dua na kusoma Qur'an, ila an tuqama as-salah, mpaka itakapokimiwa swala. Wa huwa fi salatin man tadhara as-salah, na muislamu atahesabika yupo katika swala maadamu anasubiri swala. Baada an yuaddi as-salata ma'a al-jamaa, baada ya kuswali swala kwa jamaa, yati bil adhkari allati tushra'u aqiba as-salam min as-salah, ataleta zile adhkari ambazo ni sheria baada ya kutoa salam. Ataleta zile adhkari ambazo ni sheria, ambazo ni sunna baada ya kutoa salam katika swala. Kwa hiyo analeta zile adhkari ambazo zimethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma ba'da dhalika inna habba an yajlisa ila an tatlu'a ash-shams fi al-masjid mushtaqilan bidh-dhikri wa qira'ati al-Qur'ani fadhalika afdal. Kisha baada ya hapo, akipenda kukaa msikitini mpaka litakapochomoza jua, hali ya kuwa anajishughulisha na dhikri na kusoma Qur'an, hilo jambo ni bora. Wa huwa ma kana yaf'aluhu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ba'da salati al-fajr, na ndio jambo ambalo alikuwa analifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya swala al-fajr. Kwa hiyo baada ya kumaliza zile adhkari ambazo zimekuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambazo zinaletwa baada ya swala, baada ya kumaliza adhkari, akipenda anaendelea kukaa msikitini,
analeta adhkari za asubuhi na anasoma Qur'ani mpaka atakapochomoza jua. Akifanya hivi, hili jambo ni bora na ndio jambo ambalo alikuwa analifanya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Thumma idha tala'at ash-shams wartafa'at wa madha ala shuruqiha nahwa rub'i sa'a, kisha likichomoza jua na likanyanyuka na ikapita kwenye kuchomoza kwake robo saa, fa inna habba an yusalli salata ad-duha, akipenda kuswali swala ya dhuha uchache wake ni rakaa 2, fadhalika hasan, hilo jambo ni bora, hilo jambo ni bora. Kwa hiyo baada ya kuchomoza jua ikapita robo saa baada ya kuchomoza jua, na akipenda kuswali salata ad-duha, swala ya dhuha, aqalluha rak'atani, uchache wake ni rakaa 2, fadhalika hasan, hilo jambo ni bora, hilo jambo ni bora na ni jambo ambalo ni zuri. Wa inna habba an yuakhiraha ila waqtiha al-fadil, na akipenda kuchelewesha swala ya dhuha mpaka ule wakati wake ambao ni bora, wa huwa hina tarmadu al-fisal, ay inda ishtidad al-harr wa irtifa' ash-shamsi, fa huwa afdal. Akipenda kuchelewesha swala ya dhuha mpaka ule wakati wake ambao ni bora, na ni wakati ambao jua linakuwa ni kali, joto linakuwa ni kali na jua limenyanyuka, fa huwa afdal, hiyo ni bora zaidi. Kwa hiyo anaweza akaswali swala ya dhuha mapema baada ya kuchomoza jua na ikapita robo saa, na hilo jambo ni zuri, na anaweza akachelewesha swala ya dhuha mpaka kaja kaswali ule wakati wake ambao ni bora, nao ni wakati ambao joto linakuwa ni kali na jua linakuwa limenyanyuka, na hiyo ni bora zaidi. Thumma inna habba an yanama liyasta'idda lidhahabi ila amalihi, falyanwi binawmihi dhalika at-taqawi ala al-ibada wa tahsil ar-rizq. Kisha akipenda kulala, yani akipenda kulala na kupumzika ili ajiandae na kwenda kazini kwake, anuie kwa ule usingizi wake kupata nguvu ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala na kupata riziki, kayujara alayhi insha Allah taala, ili aweze kupata ujira insha Allah taala. وليحرص على تطبيق آداب النوم الشرعية العملية والقولية, na pupie katika kutekeleza adabu za kulala za kisheria za kauli na matendo. Kwa hiyo kabla ya kuondoka kwenda kazini, kama atapenda huyu Muislamu kupumzika kidogo, kulala kidogo kabla ya kwenda kwenye shughuli zake, kwenye kazi zake, basi anuie kwa kule kulala kwake kupata nguvu ya kufanya ibada na kwenda kutafuta riziki, ili aweze kupata ujira kwa Allah tabaraka wa taala, na jitahidi atekeleze adabu za kulala za kisheria za kauli na matendo ambazo zimethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Thumma yadhhabu ila amalihi, kisha baada ya hapo akiamka naenda kazini kwake. Fa idha hadara waqtu salati adh-dhuhri, ukifika muda wa swala ya dhuhuri, dhahaba ila almasjidi mubakkiran, anaenda msikitini mapema, qabla al-adhan, kabla ya adhana, au ba'dahu mubasharatan, au baada ya kusikia adhana mubashara. Waliyakun musta'ida lis-sala musbaqa, na awe amejiandaa na swala. Fayusalli 4 rak'atin, asali raka 4, bisalamaini, kwa salamu 2, ratibata adh-dhuhri al-qabliya. Kwa hiyo akifika msikitini kabla ya swala ya adhuhuri,
anaswali raka 4 kwa salamu mbili. Hizi raka 4 ni ratibata dhuhuri alqabliya, ni sunna ya dhuhuri ya qabliya. Thumma yashtaghilu biqira'ati alquran, kisha anajishughulisha na kusoma Qur'an, ila an tuqama as-salam, mpaka takapokimiwa sala. Fayusalli ma'a al-jamaa, nasali na jamaa. Thumma yusalli rak'atayn, kisha nasali raka 2 ratibata adh-dhuhri al-ba'diyya, ambao ni sunna ya dhuhuri ya ba'diyya. Baada ya kumaliza swala analeta zile adhkari ambazo zimekuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya hapo anaswali raka 2 za dhuhuri za ba'diyya, kisha baada ya hapo anaendelea na shughuli zake. Thumma ba'da as-salah yaudu ila injazi ma baqiya min amalihi, kisha baada ya swala anarudi kazini kwake, ofisini kwake, kukamilisha aliyobakia katika kazi yake. Ila an yahdura waqtu al-insiraf min al-amal, mpaka utakapofika wakati wa kutoka kazini. Fa idha insarafa min al-amal, akitoka kazini, fa in kana qad baqiya waqtun tawil ala salati al-asr, kama umebakia muda mrefu, kama bado umebakia muda mrefu ili kuingia sala ya alasiri, wa yumkinu an yastariha fihi, na anaweza akapumzika, anaweza akalala, falyakhudh qistan min ar-raha, achukue fungu la kupumzika, apumzike. Alau baada ya hapo akisikia adhana ya swala ya alasiri, anaenda msikitini, anaswali swala ya alasiri. Kwa hiyo kama muda bado ni mkubwa, bado ni mrefu, anaweza akapumzika, apumzike, alale, achukue fungu la raha. Wa in kana alwaqtu ghayra kafin, kama muda hautoshi, wa yakhsha idha nama an tafutahu salatu al-asr, na anaogopa akilala atapitwa na swala ya alasiri, falyushghil nafsahu bi shay'in munasib hatta yahina waqtu as-salah, aishughulisha nafsi yake na kitu ambacho ni munasib mpaka utakapoingia muda wa swala. Anaweza akawa anasoma Qur'an, anaweza akawa anamtaja Allah tabaraka wa taala, anaweza akawa anamuomba Allah tabaraka wa taala. Alimuhimu atafute kitu ambacho ni munasib, ajishughulishe nacho mpaka utakapoingia muda wa swala ya alasiri. Ka an yadhhaba ila as-suq li shira'i ba'd al-ashya' allati yahtajuha ahlu al-bayt wa nahwu dhalik. Kwa hiyo ajishughulishe na kitu ambacho ni munasib mpaka utakapoingia muda wa swala, yani muda wa swala ya alasiri. Mfano, aende sokoni kununua baadhi ya vitu ambavyo wanahitajia watu wa nyumbani, wanahitajia watu nyumbani kwake, na mfano wa hayo. Kama amekumbuka kwamba kuna kitu kinahitajika nyumbani, labda sukari inahitajika nyumbani, mboga zinahitajika nyumbani, mchele unahitajika nyumbani, maharage yanahitajika nyumbani, basi afanye mpango wa kwenda kununua yale ambayo yanahitajika nyumbani na ayapeleke nyumbani. Au yadhhaba ila almasjid mubasharatan, au anaweza akaenda msikitini moja kwa moja. Min hini yantahi min amalihi, ule muda anamaliza shughuli yake, aende msikitini moja kwa moja. Wayabqa fi almasjid ila an yusalli al-asr, na bakia msikitini mpaka atakaposwali swala ya alasiri. Kwa hiyo anaweza akaenda msikitini moja kwa moja, akifika pale anaswali tahiyat al-masjid, kisha baada ya hapo anabakia msikitini mpaka atakaposwali swala ya alasiri. Na kama ataweza kusoma Qur'ani, asome Qur'ani. Kama anaweza akasoma kitabu kizuri chenye faida, chenye manufaa, asome. Kama anaweza akakaa na mtaja Allah tabaraka wa taala, akaya mtaja Allah tabaraka wa taala. Hizo zote ni kheri ambazo anazifanya, anajikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Thumma ba'da al-'asr yanzuru al-insanu ila halihi, kisha baada ya alasiri mtu angalia hali yake.
فإن كان بإمكان أن يجلس في المسجد ويشتغل بقراءة القرآن فهذه غنيمة عظيمة. kama anaweza kukaa msikitini na akajishughulisha na kusoma Qur'an, hii ni neema kubwa na hii ni ngawira kubwa. wa in kana liinsani yash'uru bil irhaq فعليه أن يستريح في هذا الوقت كي يستعد لصلاة التراويح في الليل. na kama mtu anahisi amechoka baada ya alasiri, ni juu yake kupumzika katika huu wakati, ni juu yake kulala katika huu wakati, ili ajiandae na swala ya tarawih usiku, ili apate nguvu ya kuja kusali swala ya tarawih usiku. Kwa hiyo baada ya swala ya alasiri Muislamu ataangalia hali yake. Kama anaweza kukaa msikitini akajishughulisha na kusoma Qur'an, hii ni ngawira kubwa. Na kama atahisi uchovu, amechoka kwa sababu ya majukumu, kwa sababu ya kazi, basi apumzike katika huu wakati ili ajiandae na swala ya tarawih usiku. Japo kuwa kuna baadhi ya watu hata baada ya swala ya alasiri bado anahitajika kuendelea na shughuli zake, bado anahitajika kurudi kuendelea na majukumu yake. Kwa hiyo anarudi anaendelea na majukumu yake vile vile, anarudi anaendelea na majukumu yake. wa qabla adhan al-maghribi, na kabla ya adhan ya maghribi, yastaidu lil-iftar, muislamu anajiandaa kwa ajili ya kufuturu. وليشغل نفسه في هذه اللحظات بشيء يعود عليه بالنفع, na ishughulishe nafsi yake katika hizi nyakati na kitu ambacho kina manufaa kwake, na kitu ambacho kina manufaa kwake, imma biqiraati Qur'an, ima kusoma Qur'an, au dua, au kumwomba Allah tabaraka wa taala, au hadithi mufid ma'a al-ahl, au mazungumzo yenye faida pamoja na familia, wal auladi, pamoja na watoto. wa min ahsani ma yushghalu bihi hadha alwaqt, na katika jambo bora ambalo mtu anaweza kanifanya katika huu wakati, yani wakati wa kabla ya adhana ya magharibi, katika jambo bora ambalo mtu anaweza kufanya katika huu wakati, almusahama fi taftiri as-saimin, ni kuwa na mchango katika kuwafuturisha waliofunga. Almusahama fi taftiri as-saimin, ni kuwa na mchango katika kuwafuturisha waliofunga. imma biihdari at-ta'am, imma biihdari at-ta'am lahum, imma kwa kuwaletea chakula. Unawaletea chakula wale waliofunga, wanakuja kula, unawaletea tende, unawaletea maji, unawaletea uji, unawaletea iftari, ima kwa kuwahudhurishia chakula, au almusharaka fi tawzi'ihi alaihim, au kushiriki katika kuwagawia chakula. Pengine kuna mtu mwingine ameleta, wao wanashiriki katika kuwagawia kile chakula pale msikitini. Watamdhimi dhalika, na mpangilio wa hayo. Walidhalika ladhatun adhima, hili jambo lina ladha kubwa. La yadhuquha illa man jarrab, hawezi kuionja hii ladha isipokuwa yule ambaye amejaribu. Yani kushiriki katika kuwafuturisha as-saimin kwa kuwaletea chakula, au kushiriki katika kuwagawia na kupangilia hayo mambo, hili jambo lina ladha kubwa, hajaionja hii ladha isipokuwa yule ambaye amejaribu hili jambo. Thumma ba'da al-iftar, kisha baada ya kufuturu, yadhhabu lis-salah fi al-masjid ma'a al-jamaa, anaenda kuswali msikitini kwa jamaa, anaenda kuswali msikitini kwa jamaa. Wa ba'da as-salah yusalli rak'atayn, na baada ya sala, yani baada ya sala ya maghribi anasali rak'a mbili. Thumma yaudu ila albayt, kisha narudi nyumbani. Wa yakul ma tayassara lahu, na anakula chakula ambacho kimepatikana pale nyumbani. Ma adami likthar, pamoja na kutokuzidisha kwenye kula. So kuna baadhi ya watu wanazidisha mlo mpaka anashindwa kuswali swala ya tarawih vizuri kwa sababu ameshiba kikweni kweni. Kwa hiyo baada ya kufuturu anaenda kuswali swala ya magharibi kwa jamaa pamoja na Waislamu.
na baada ya swala na sala raka 2 ratibat al-maghribi, kisha baada ya hapo anarudi nyumbani kwake, anakula kile ambacho kimepatikana pale nyumbani pamoja na kutokuzidisha chakula. Thumma yahrisu ala an yabhatha an tariqatin mufida yamlau biha hadha alwaqt binisbati lahu wa li ahli baitihi, kisha apupie kutafuta njia yenye faida, kisha apupie kutafuta njia yenye faida, njia ambayo ataujaza huu muda, atautumia huu muda kwa ajili yake na kwa ajili ya familia yake. Yani huu muda baina al-maghrib wal isha, huu muda huu atafute kitu ambacho kina faida, atafute kitu chenye faida akifanye kwa ajili yake na kwa ajili ya familia yake. Kal qira'ati min kitabin qasasiyyin hadif, mfano kusoma vitabu vya visa ambavyo vina faida, mfano kusoma sira ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, au kusoma sira na visa vya manabii wa Allah tabaraka wa taala, mfano kisa cha nabii Allah Yusuf alayhi salatu wassalam, au kisa cha Musa au Ibrahim au wengineo katika manabii wa Allah tabaraka wa taala, au kitab ahkam amaliya, au kitabi ahkami amaliya, au kitabu ambacho kinazungumzia hukumu za matendo, mfano kitabu ambacho kinazungumzia hukumu za tahara, hukumu za swala, hukumu za zaka, hukumu za jeneza, hukumu za funga, hukumu za hija. Wanasoma kitabu ambacho kina manufaa pamoja na familia yake. Au musabaqa, au kuna mashindano mfano ya kuhifadhi Qur'ani, yeye hapo na mke wake na watoto wake. Au hadithi mubah, au akawa anazungumza mazungumzo yenye faida ambayo ni mubah, wanakaa pale wanazungumza na familia yake mazungumzo ambayo ni mubah. Au ayi fikratin ukhra, au akajishughulisha na fikra nyingine yenye manufaa. Au ayi fikratin ukhra mufida tatashawwaqu an-nufusu laha, au fikra nyingine yenye faida ambayo nafsi inakuwa na shauku nayo. Watasrifuha anil muharramati allati tubathu fi wasail al-i'lam, au fikra yenye faida ambayo nafsi inakuwa na shauku nayo, na hiyo fikra inaizuia nafsi na mambo ya haramu ambayo yanatangazwa katika vyombo vya habari muda huu. Wallati yu'addu hadha alwaqtu binisbati laha waqt adh-dhirwa, na mambo ambayo unasabika huu wakati kwa haya mambo ndo wakati ambao ni mzuri. Yani kuna mambo ambayo yanatolewa katika vyombo vya habari, yanasambazwa katika vyombo vya habari, huu wakati baina al-maghrib wal isha ndo wakati wa kutoa hayo mambo, ndo wakati wa kuyatangaza hayo mambo. Kwa hiyo au na fikira nyingine yenye manufaa, fikira ambayo itawashughulisha wao wakawa wamefaidika pamoja na familia yake, na ikawaepusha hiyo fikira na mambo ya haramu ambayo yanatolewa katika vyombo vya habari huu muda, yani muda wa baina al-maghrib wal isha. Fatajiduha wa in hawat ma hawat min al-munkarat al-aqdiyya wal akhlaqiyya, fajtahid ya akhi fi sarfi nafsika an dhalika, wattaqillaha fi ra'iyatika allati sawfa tus'alu anha yawm al-qiyamah, fa'idda lis-su'ali jawaban. Kwa hiyo utakuta katika vyombo vya habari muda huu, yani muda wa magharibi na isha, kuna mambo yanatangazwa katika vyombo vya habari, mambo ambayo yamejaa munkarati za aqida, munkarati za tabia. Kwa Muislamu anatakiwa ajiepushe na mambo kama haya. Fajtahidi ya akhi fi sarfi nafsika an dhalika, jitahidi ewe ndugu yangu kuizia nafsi yako na hayo mambo. Usije ukajishughulisha muda huu na vyombo vya habari, vyombo vya habari ambavyo vinaleta mambo ambayo yamejaa almunkarati alaqadiyya wal akhlaqiyya. Kwa hiyo zuia nafsi yako na hayo mambo, na mche Allah tabaraka wa taala kwenye familia yako ambayo utakuja kuulizwa siku ya kiyama. Fa'idda su'ali jawaban, suali ambalo utaenda kuulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, liandalie jawabu. Kuna baadhi ya watu muda huu ni muda wa kushughulishwa na maigizo,
ni muda wa kushughulishwa na filamu, ni muda wa kushughulishwa na mipira, ni muda wa kushughulishwa na musalsalati mbalimbali, mpaka muda mwingine wanachelewa swala ya jamaa ya Isha, wanachelewa swala ya tarawih kwa sababu ya kushughulishwa na haya mambo ambayo hakuna manufaa kwao fi dunia wala fil akhirah, hakuna manufaa kwao duniani wala akhirah. Thumma ista'idda li salati al-isha, kisha wewe muislam jiandae na swala ya Isha. Wattaji ila al-masjid, na nenda msikitini. Kisha jiandae na swala ya Isha na nenda msikitini. Ukifika msikitini fashtaghil bi qira'ati al-Qur'an, baada ya kusali tahiyat al-masjid jishughulisha na kusoma Qur'an. Soma Qur'an au bil istima' ila ad-dars alladhi yakunu fi al-masjid, au sikiliza darasa ambayo yuko pale msikitini. Kama kuna darasa iko pale msikitini, kuna kalima iko pale msikitini, nenda kasikilize. Kuna baadhi ya watu wanaondoka nyumbani kwake, anapitia kwenye kahawa, anapitia kwenye vijiwe, na wengine anaondoka nyumbani kwake anafika msikitini, badala ya kuingia msikitini anakaa pale nje. Utakuta amekaa pale nje msikitini, hana cha kufanya, yupo tu pale msikitini, hana cha kufanya. Darasa inaendelea, haendi kwenye darasa. Inawezekana hakuna darasa, lakini kuna uwezekano kusoma Qur'ani, haingii ndani kusoma Qur'ani. Amekaa pale nje msikitini, hana cha kufanya. Huyu anapoteza muda wake katika mambo ambayo hakuna faida kwake. Thumma ba'da dhalika addi salat al-isha, kisha baada ya hapo swali swala ya Isha. Swali swala ya Isha, thumma salli rak'atayn, kisha swali rak'a mbili ratibatan Isha, zile rak'a mbili baada ya swala ya Isha. Thumma salli at-tarawih khalfa al-imam, kisha swali swala ya tarawih pamoja na imam, yani kisha swali swala ya tarawih nyuma ya imam. Bi khushu'in, kwa utulivu, bi khushu'in, kwa unyenyekevu, wa tadabburin, na kwa kuzingatia, watafaku, na kwa kutafakari. Wala tansarif qabla an yansarifa al-imam, na wala usiache swala ya tarawih ukaondoka kabla hajamaliza imam. Swali na imamu mpaka atakapomaliza. Kama atakuwa imamu ni mmoja wa swala ya tarawih, kama maimamu ni kadhaa, labda ni wawili au watatu, swali mpaka atakapomaliza imamu wa mwisho, kwa sababu hiyo swala inahesabika ni swala ambayo ni moja, ni swala ambayo ni moja. Kwa hiyo usiondoke kabla hajamaliza imam. Waqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, innahu man qama ma'a al-imam, mwenye kusimama pamoja na imam, yani akasimama katika swala ya tarawih pamoja na imam, hatta yansarifa, paka kaondoka imam, kutiba lahu qiyamu layla, anaandikiwa kisimamo cha usiku. Hii hadithi ameipokea Abu Daud wa sahahu al-Albani rahimahullah ta'ala fi salati tarawih, katika risala ya salati tarawih. Thumma ja'al laka barnamajan ba'da salati tarawih, kisha baada ya hapo jalia ratiba baada ya swala ya tarawih, yatanasab ma'a dhurufika wa irtibatatika ash-shakhsiyya, kisha weka ratiba baada ya swala ya tarawih, ratiba ambayo inaendana na majukumu yako na mafungamano yako haswa. Wa alayka muraa'atu ma yali, na chunga mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, al-bu'du an jami'il muharramat muqaddimatiha, jiepusha na mambo yote ya haram, jiepusha na mambo yote ya haram na utangulizi wa mambo ambayo ni ya haram. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, muraa'atu tajnibi ahli baitika alwuqu'a fi shay' min almuharramati au asbabiha bitariqatin hakima, chunga jambo la kuepusha familia yako kuingia katika haram au katika sababu za haram kwa njia ambayo ni ya hekima, njia ya busara. Kaidadi baramija khasa lahum, mfano kuandalia ratiba ambayo ni haswa kwao. Au al-khuruj bihim linuzha fil amakin al-mubaha, au natoka nao kwenda kutembea katika sehemu ambazo ni za mubaha. Au tajnibihim rifqata as-su, au kuepusha wao marafiki wabaya. Wal bahthi lahum an rifqat salihah, na kuwatafutia marafiki ambao ni wazuri. Jambo lingine, an tashtaghila bil fadil anil mafdhul,
Jishughulisha na jambo ambalo ni bora, acha jambo ambalo limezidiwa ubora. Yani unapofanya ibada, angalia yale mambo ambayo ni bora zaidi, acha yale mambo ambayo yamezidiwa ubora. Thumma harisa ala an tanama mubakira, kisha pupia kulala mapema. Ma'a al-itiyani bil adabi shar'iyya lin-nawmi al-amaliyya wal-qawliyya, pamoja na kuleta zile adabu za kisheria za kulala, za kauli na matendo. Wa in qara'ta qabla numsha min al-Qur'an, kama utasoma kabla ya kulala sehemu katika Qur'an, au min al-kutubi an-nafi'a, au katika vitabu yenye manufaa, fahadha amrun hasan, hili ni jambo zuri. La siyama in kunta lam tunhi wirdaka al-yawmi min al-Qur'an, hasa kama hujamaliza ile wirdi yako ya siku ya Qur'an. Kama hujamaliza Qur'ani ambayo ulikusudia kusoma kwa siku, malizia kabla ya kulala. Fala tanam hatta tunhiyahu, usilale mpaka utakapomaliza kile kiasi cha Qur'ani ambacho ulikikusudia. Kwa hiyo unajitahidi unalala mapema ili uamke mapema. Thumma stayqidh qabla as-sahur, kisha amka kabla ya daku. Biwaqtin kafin, amka kabla ya daku kwa muda ambao unatosha. Lilishtighali bid-du'a, kwa ajili ya kujishughulisha na dua. Fahadha alwaqt huwa wakati, wa huwa thuluthu al-layl al-akhir, huwa wakati ambao ni theluthi ya mwisho ya usiku. Waqtu an-nuzul ilahi, ni muda ambao anateremka Allah tabaraka wa taala. Waqad athna Allahu azza wa jalla ala al-mustaghfirina fihi, na Allah tabaraka wa taala amewasifu wale ambao wanaomba msamaha katika huu muda. Kama wa'ada ad-da'ina fihi bil ijaba, kama ambavyo Allah tabaraka wa taala amewaahidi wenye kuomba dua katika huu muda kwamba watajibiwa dua zao. Wa wa'ada at-ta'ibina bil qabul, na Allah tabaraka wa taala amewaahidi wenye kutubia kwamba atakubali tauba zao. Fala tada hadhihi al-fursa al-'azima tafutuka, usiache hii fursa kubwa inakupita. Usiache hii fursa kubwa inakupita. Maana yake amka mapema, muombe Allah tabaraka wa taala, mtake msamaha Allah tabaraka wa taala, tubia kwa Allah tabaraka wa taala, utapata faida kubwa katika huu wakati. Tuishia hapa katika kuzungumzia siku ya Muislamu katika mwezi wa Ramadhan. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.